tuna mashine nyingi za kuzalisha chakula cha mifugo kwa mfano, lakini hizi mashine nyingi tumezisupport hata cost kupita makisatu, lakini tukitaka kwenda kwenye stage inayofuata kwa ajili ya uzalishaji mkubwa inakuwa shida uwekezaji wakubwa, kwa sababu zile mashine unakuta kwa maana kwamba tuna sampuli kifani ndio, lakini sampuli kifani haina michoro mizuri ambayo inaweza kutumika. Sasa akija mwekezaji anataka kwenda kwenye industrial scale manufacturing, inakuwa changamoto. Kwa ushirikiano tunaofanya sasa hivi katika mengi tunayofanya, tumechagua taasisi moja tunaendelea kushirikiana nayo kusudi kuweza kwenda kwenye hizo kansidata, kutafuta appropriate technologies, teknolojia sahihi. Tukishazipata Nelson Mandela watumie zile taarifa kutengeneza sampuli kifani. Baada ya hapo tuangalie kwa pamoja kuwa na business model. Kwa masa hii hapa sampuli kifani tulionayo tunafanyaje? Tunaweza tukaitest kwa jamii. Tumechagua Njombe sehemu ya kutestia. Baada ya hapo tunasema kwamba tukae chini tuandike proposal kwa ajili kushirikiana na wadau sasa kwa ajili kufanya mass production. Kikubwa sasa ni kuhakikisha kuwa tunatumia hizo data ambazo tutazipata Njombe, tunakuja na hiyo sampuli kifani ambayo tunaamini itafanya kazi vizuri, na siku ya siku ndo tuweze kwenda kwenye next level ambayo ni mass production. Mradi kwanza ni kukuza uwezo wa Watanzania. Maanake Mandela kama itakuwa ni sehemu ya wataalamu ambayo ina wataalamu wabobezi katika hilo eneo, maanake tunategemea kwamba kutokana na wataalamu walioko Mandela tutaweza kutransform hiyo knowledge hata mpaka kwa watu wengine ambao wako vijijini ambao wanaweza kukakuza ile uwezo wa Tanzania wengi kuelewa hilo eneo na kuja na teknolojia nyingi zaidi ambazo zinaweza zikasaidia katika kukuza uchumi wa moja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa kuanzia, mradi huu utatumika katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Njombe, Mbeya na Iringa kwa ajili ya kuwanufaisha wakulima na wafugaji, kwa sababu tunafahamu kwamba tunahitajika kupata vyakula vya mifugo, lakini mradi huu utatafuta teknolojia ambayo itatumia mabaki ya chakula. Kwa hapa tunaona jamii nyingi zitanufaika, za wakulima, za wafugaji, lakini pia itapunguza mzigo wa kuagiza vyakula vya wanyama kutoka au za mifugo kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo mwisho wa siku pia tutakuwa tumesave hizo pesa au fedha za kutumia fedha za kigeni kwa ajili ya kuagiza vyakula vya mifugo kutoka nje ya nchi. Mategemeo yangu kama mkulima na mfugaji, endapo kama wataalamu wetu hawa na wawekezaji watafanikiwa kutengeneza hizo mashine za ubunifu ambazo zitasaidia kutengeneza vyakula vya mifugo, labda na mabaki yale ya chakula kutengeneza mbolea. Kwanza itatusaidia sisi kama wakulima kwamba kupata chakula kwa wakati yani kiurahisi, lakini pia itasaidia kuongeza thamani ya mfugaji na mkulima. Sasa hivi tuna changamoto kubwa wakulima ya upatikanaji wa mbolea na vyakula vya mifugo. Kwa hiyo mradi huu kama utakamilika utakuwa ni chachu kubwa, utaongeza tija kubwa kwa wakulima na wafugaji, na utarahisisha pia. Tunaona sasa hivi wafugaji wanatumia gharama kubwa sana kwenye kufuga kwa sababu chakula upatikanaji wake ni mgumu.